usiku na mchana. Kwa hiyo tafsiri yake ni kwamba mtoto hatakiwa apangiwe kunyonya. Yaani unakuta mzazi mwingine anasema nanyonyesha baada ya masaa 2, nanyonyesha baada ya masaa 3, mwingine masaa 4. Kwa hiyo kama masaa 3 hayajafika, hata mtoto akiona ana hali ya kutaka kunyonya, anaona masaa hayajafika. Aidha mtoto amelala usingizi. Mwingine anasema mwanangu amelala, ngoja akiamka saa 6. Au akiamka saa ngapi? Sasa hiyo ni changamoto kwamba mtoto anatakiwa asipangiwe masaa ya kunyonya, lakini anyonyeshe mchana na usiku. Wakati fulani nikasikia maeneo fulani nilikuwa na jirani yangu akawa anajisifia sana, akawa anasema mwanangu hana usumbufu kabisa, yani nikilala mpaka asubuhi, hali afanye nini? Sasa anaona kama ni sifa, lakini kimsingi kilishe kiafya alikuwa anamdhuru yule mtoto kiafya, kwa sababu tumbo la mtoto ni dogo, haliwezi kuchukua maziwa mengi, haliwezi kupata chakula kingi kwa wakati mmoja na kwa muda mrefu. Nakumbuka kwamba asilimia kubwa ya maziwa ya mama ni nini? Ni maji. Kwa hiyo kama asilimia kubwa ni maji, mtoto akila akashiba kwa mara 2 mara 3, anahitaji ale tena. Kwa hiyo utaona ya kwamba mtoto anatakiwa hata usiku pia anyonyeshwe. Kwa hiyo kina mama anatakiwa asaidiwe. Ndio maana tunasema kwamba swala unyonyeshaji inatakiwa isaidiwe. Kama ni baba pia amsaidie mama kumpunguzia majukumu, ili kusudi mama asichoke sana mpaka akaona mzigo kuamka usiku kunyonyesha. Hata kama mtoto amelala, anajua mwanangu amelala saa ngapi, nitakiwa saa fulani nimwamshe, anamwamsha, anamnyonyesha. Alafu anaendelea kupumzika. Kwa hiyo kimsingi lazima unyonyeshaji ufanyike muda wote, usiku na mchana. Ni zoezi ambalo natakiwa mama aweze kusaidiwa, vinginevyo ataona ya kwamba labda ni mzigo fulani ambao hawezi kumudu na akashindwa kunyonyesha usiku, huenda akanyonyesha tu mchana na usiku mtoto akakaa muda mrefu pasipo kupata chakula. Pendekezo lingine ambalo ni la muhimu pia ni maziwa ya mama pekee, ambayo tulikuwa tumeshaizungumzia hapa, ambapo pia tumeona takwimu yake. Maziwa ya mama pekee pasipo kulishwa vyakula vingine vyovyote au maji mengine au kinywaji kingine chochote hadi mtoto anapotimiza miezi 6. Hapo sasa ndo nilitamani kukuuliza, kwa nini hata maji hayahusishwi hapo? Kwa nini maji hayahusishwi? Tunajua maji ni muhimu, na hasa ukichukulia katika jiji letu la Dar es Salaam, wakati joto limepamba moto, unaona kabisa mtu anahitaji anywe maji mengi ya kutosha, na naona kwamba haiwezekani mtoto akae bila kunywa maji. Lakini sayansi inasema maziwa ya mama yana kila kitu anachokihitaji mtoto, vinilishe pamoja na maji. Kwa hiyo ikiwa mtoto ananyonyeshwa vizuri kwa kufuata utaratibu unaotakiwa, ni wazi kwamba atapata maji ya kutosha kutoka katika maziwa ya mama, na atapata chakula cha kutosha au lishe ya kutosha kutoka kwenye maziwa ya mama. Haihitajiki kumpatia chakula kingine chochote, hata maji, kwa sababu kila kitu atakipata kutoka kwenye maziwa ya mama katika kipindi hiki cha umri wa miezi 6. Sasa ni kweli, kabla hujaendelea kutuelekeza kwenye mapendekezo mengine, natamani kufahamu hapo kwamba ni kweli nadharia ambayo ipo katika jamii kwamba maziwa ya mama yanabadilika kuendana na umri na yani uhitaji wake, vile mtoto anavyoendelea kukua, umri wa mtoto, na ni kweli yale maziwa huwa yanabadilika kadiri mtoto anavyozidi kukua? Uko sawa kabisa, uko sawa, lakini inawezekana ukao katika muktadha mwingine, lakini itauelezea kwa muktadha wa kisayansi. Karibu. Kwa kusema pendekezo lingine la unyonyeshaji ambalo napenda nilitaje pia. Endelea. Tumesema kwamba mtoto anyonye maziwa ya mama pekee hadi anapotimiza umri wa miezi 6. Anapotimiza umri wa miezi 6, mtoto anatakiwa aanzishiwe chakula cha nyongeza. Tunakiita chakula cha nyongeza.